na yeyote atakayemwamini apate uzima wa milele, na andikwe jina lake kwenye kitabu cha uzima. Hiyo ndio upendo wa Mungu aliyetupenda sisi. Mungu hakushindwa kumwokoa mwana wake asifike msalaba. Wakati Yesu alilia katika Getsemani, Mungu alijifanya kwamba haoni, lakini ilikuwa ni chungu katika moyoni mwa Mungu kuona Yesu akilia katika shamba la Getsemani, akinena neno moja mara tatu, ya kwamba Baba, ikiwezekana kikombe hiki niondokee. Yani maana yake, Baba, ikiwezekana niondolee hii mateso, isinikujie. Mara tatu akilia, mpaka Mungu aliona ya kwamba moyo wake yamevunjika na amekosa nguvu, na ndio maana akatuma malaika, na Roho wa Mungu akaja akalitia nguvu. Ndio maana mavazi yake yakabadilika kuwa meupe wakati alipokuwa akiendelea kuomba. Ndio alipopata nguvu, ndio sasa akaweza kusimama na kuambia wanafunzi wake, mwaweza kulala sasa, maana wakati imefika ya kutiwa mikononi mwa adui mwana wa Adamu. Kisha akaambia, angalieni, Wayahudi wanakujia mwana wa Adamu. Akawa na ujasiri hata ya kuambia Wayahudi, mnatafuta nani? Waliposema tunatafuta yule anayesema ni mfalme ya Wayahudi, akasema mimi ndiye. Wakaanguka, kisha wakaanguka kumshika. Nataka kusema ya kwamba, ndugu zangu katika jina la Yesu, nikimalizia sehemu hiyo, ni kwamba hiyo upendo ikikaa ndani yenu, mtatumia lugha kama hii. Unaangalia katika maandiko, unakuta lugha ya ndugu wetu Paulo na lugha ya ndugu wetu Yohana. Lugha ya ndugu wetu Yohana akitaka kutuongelesha, unakuta anasema wapenzi. Lugha ya ndugu wetu Yohana anatumia lugha wapenzi, na Paulo anatumia lugha ya kwamba ndugu zangu katika Kristo. Anatumia lugha ndugu zangu katika Kristo, na ikifika mahali